Unajua kitu gani kinastajabisha? Kwa watu wengi especially Africa, sehemu ambapo shame ama aibu ilitumiwa vibaya kwao ni shuleni. Na hii madhara yake ni kwamba inakufuata na inaonekana wewe maisha yako yote, kwa sababu shuleni walikuwa wanatumia aibu kama muundo wa kumwadhibu mtoto au mwanafunzi. Na hii iko hivi, ukienda shule ya msingi ama ya sekondari popote hapa Afrika, namna jinsi ambavyo mtoto anapitia situation zake, kwa mfano namna alivyo, namna ya muonekano wake, namna anavyoperform masomo yake, kitu ambacho walikuwa wanampunish nacho ni aibu. Walikuwa wanaitumia kama formula ama format ya kumwadhibu wanafunzi. Ukienda kwenye shule za msingi ama sekondari hapa Afrika, kitu ambacho unakutana nacho ni kwamba ukitaka kuexpress kitu gani ambacho kiko ndani ya moyo wako ama uwezo wako binafsi ulionao, na ukajaribu kuipambania ama kuleta changes ama utofauti wowote ule, kitu ambacho utakachofanyiwa, adhabu yake, moja, utachekwa. Pili, mwalimu atakitumia kama leverage baada ya kuchekwa na wenzako, na atakuaibisha mbele ya wenzako, na ikiwezekana kutokana na shule husika utatandikwa na viboko. So inamjengea kwa mtoto kwamba uwezo wa kujiexpress yeye mwenyewe ina result into aibu, fedhea na punishment. Especially ataaibika mbele ya wenzake na mbele ya kila mtu ambaye yuko around naye. So hii imekuwa nayo kwanza ndani ya miaka 20, na system za kusoma Afrika zina range kati ya miaka 15 mpaka 25 mtu yuko shule tu. So it means ndani ya miaka hii 20 ambayo uko shuleni, ile ability ya kuexpress from within is equal to shame. So unapokuja kuwa mtu mzima, kwenye engo yote utakapokuwa, iwe ni ofisini ama ni kwenye biashara yako binafsi, unaogopa kutokeza hadharani na kuambia watu, mimi naitwa Michael, nasaidia wajasiriamali kuweza kuanzisha biashara zao, kwa maana ya kuwapa elimu kamili juu ya marketing, sales structure, pamoja na kusaidia kusajili makampuni yao ili waweze kuwa halali kisheria wanapo practice biashara zao. Kwa sababu hii ability imetolewa kwa miaka 20 ulipokuwa shule, unaogopa. Ndio maana sasa hivi hapa mtu anaweza kumwambia, okay, unaingiza shilingi ngapi kwa mwezi au kwa mwaka? Anakuambia, kwanza sijui hata naingiza shilingi ngapi, ni kwa bahati sija structure. Anakuambia, okay, sawa, minimum tuongeza milioni 1-2 kwa mwezi. Anakuambia, do you know, ni watu wengi hawajui biashara yako. Inabidi utoke ulikojificha, uje mbele ufanye marketing. Anakuambia, mimi watanionaje? Watanichukuliaje? Mimi siwezi, sitaki kuonekana. Nakwambia sasa hivi toka COVID-19 2019 kwenda mbele, generation imebadilika. Sasa hivi inabidi uinvest kwenye visibility zaidi kuliko kuinvest kwenye kujificha zaidi ili kuweza kupata matokeo unayotaka. Anaogopa. Mbona mimi I'm here, you see me, you follow me, una comment chochote unachojisikia. Nimewahi kutangaza kwamba nimekufa kwa sababu ya comment, kwa sababu ya watu wamenitazama. Tuashumu au comment chochote. Unanitazama sasa hivi. Kuna siku nimekufa hapa, nimedondoka kwa sababu unanitazama, umeshika kwenye simu yako huko mkoani kwako, huko Geita, huko sijui Mwanza, Dodoma. Hii ni imenyang'anywa. Sio kwa sababu eti imetokea ghafla, no. Ni mwendelezo wa zaidi ya miaka 25 shuleni, ukizuiwa na kuonyesha kwamba utaaibika ukiweza kuja mbele na kujiexpress yourself. You can't be true you. Huwezi kuwa wewe kwa sababu ya kuogopa, utakuwa ashamed of. So swali nalo kuacha nalo, na nataka nikuone kwenye comments, ni kitu gani ambacho ulikuwa unaogopa kukifanya kwa sababu ya hii sababu niliyoitaja? Hakikisha umefollow account hii.